Wapendwa, tunaingia katika siku ya 4, mfululizo wa siku ya 4, tukijifunza juu ya kichwa kinachoitwa toba na matengenezo. Toba na matengenezo. Na kama nilivyowasihi tangu kipindi cha kwanza, nimemwomba Mungu na ninamsihi Mungu kipindi hiki kishuke chini na kugusa maisha yetu ya ndani ili kilete matunda yatakayokaa. Nimekumbuka mfano mmoja ambao niliusema zamani juu ya mama mmoja aliyekwenda kanisani na mhubiri akahubiri. Huyu mama akalia na huyu mhubiri akafikiri analia kwa sababu ameguswa na mahubiri. Alafu baadaye akaita watu kuja kuokoka kule mbele. Na huyu mama hakuja, watu wengine wakaja na mhubiri akajiuliza, kama huyu mama amelia muda wote na hubiri, kwa nini asije mbele kuokoka? Kwa hiyo akamaki sura yake, na walipotoka nje ya mkutano ule, yule mhubiri akamtafuta yule mama. Mama, naomba uje hapa. Nimekuona ukilia tangu nilipoanza mkutano, lakini nilipoita watu kuja mbele, kwa nini wewe hukuja? Alafu yule mama akaanza kulia tena. Yaani analia, mhubiri anashangaa, mbona mahubiri yamekugusa na hutubu? Na yule mama akamwambia, mimi sijaguswa na neno, sijaguswa na haya mahubiri yako. Akamwambia, umeguswa na nini? Akamwambia, nimeguswa na hizo ndevu zako. Alikuwa amefuga ndefu. Anasema, kuna beberu wangu alikuwa na ndevu kama za kwako. Alafu akaibiwa. Wewe kila nikikutazama ukigeuka na hizo ndevu zako, nakumbuka beberu. Na sasa uliponiita tena nikakuona uso wako, beberu. Kwa hivyo nakusihi katika jina la Yesu, usiguswe na vitu vya nje. Guswa na kitu kinachogusa moyo, neno la Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jana tulikuwa kwenye mfululizo wa siku ya 3 na tuliangalia mambo matatu muhimu juu ya matengenezo ya kule uliko haribu. Matengenezo ya kule uliko haribu. Na tulisoma kitabu cha Luka mlango wa 19, habari za Zakayo. Tukaona mambo matatu. Jambo la kwanza tukaona matengenezo hujenga daraja. Na hujenga daraja na wale watu uliokosana nao, wale watu uliowatenga, wale watu uliowadharau, wale ambao ulitafuta sababu ya kusema mimi sitaki kushirikiana naye, siongei naye, sishiriki chochote na yeye. Matengenezo yanajenga daraja ya kukutana na hao watu. Jambo la pili tulilotazama ni kwamba haya matengenezo huanzia moyoni. Hayaji kwa sababu watu wamekwambia uliharibu, watu wamekwambia nenda katengeneze. Hapana, yanaanza moyoni mwako. Na kwa Zakayo alisema, kama nimemwibia mtu kitu, anaona ndani ya moyo wake. Anaona ndani ya moyo wake, nusu ya mali yangu nitagawia maskini. Matengenezo yanaanzaga ndani ya moyo, sio kulazimishwa na kusukumwa. Na kuna kesi nyingi za ndoa na za ukoo, za ndugu kupatanishwa, wanapatanishwa, wanashikana mikono, na wakiondoka hapo bado mambo yamebaki pale pale. Kwa hiyo mapatanisho lazima yaanze kwenye moyo. Jambo la tatu tulipoangalia ni kwamba haya matengenezo hurekebisha pale ulipoharibu. Hufanya kitu kinacholeta matunda. Kama huyu ndugu yetu aligawa nusu ya mali yake kwa maskini, alirudisha vitu alivyodhulumu kwa mara 4. Kwa hiyo matengenezo yanachukua hatua zaidi. Ndio jambo tuliloliona jana, na tukasema kama Mungu akikusaidia mpaka ukafikia hapo. Neno la jana lilikuwa linasema katika Luka tuliposoma mlango wa 19 mstari wa 9, anasema wokovu umefika katika nyumba hii. Na maombi yangu ni kwamba uone hicho kitu, kwamba Mungu afike mahali aseme wokovu umefika katika nyumba hii. Sasa leo nataka tuangalie vizuizi vya matengenezo. Na nitaangalia kizuizi kimoja, tusijui kama tutaangalia hivyo vingine, lakini vizuizi vya matengenezo. Kuna vitu vinavyotukwamisha, kuna vitu vinavyotuzuia, kuna vitu vinavyotufanya tusite kwenda kufanya matengenezo. Na moja ya kitu kinachotufanya tushindwe ni aibu, shame, aibu. Na hasa pale ambapo wewe ndio umekosa na sasa unataka kuanza kufanya matengenezo. Aibu. Nitasoma mistari michache katika Biblia. Na mstari wa kwanza, sehemu ya kwanza nitakayosoma ni Luka mlango wa 15. Luka mlango wa 15 kuanzia mstari wa 17 ni habari ya yule mwana mpotevu, lakini mstari wa 17 anasema, alipozingatia moyoni mwake, alisema, huyu mwana mpotevu alipozingatia moyoni. Neno kuzingatia moyoni ni aliporudiwa na ufahamu, aliporudiwa na akili zake, when he came back to his senses,
alirudiwa na akili yake. Ndio neno kuzingatia moyoni lililotumika katika Biblia ya Kiswahili. Anasema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza. When he came back to his senses, aliporudiwa na ufahamu, ndio anakumbuka, wow, kumbe nimetoka mahali ambapo si ndugu zangu tu wanakula, si baba yangu tu wanakula, watumishi wanakula na kusaza. Mstari wa 18 anasema, nitaondoka. So aliweka uamuzi, akasema nitaondoka. Biblia inaeleza vizuri sana, nitaondoka. Jambo la pili, nitakwenda kwa baba yangu. Tunapoongea habari ya matengenezo, tunaongea habari ya nia inayoanza moyoni. Nitaondoka, halafu unasema nitakwenda ndani ya moyo. Halafu anasema mstari wa 20, nimeruka sehemu kidogo, anasema akaondoka, akaenda kwa babaye. Kwa hiyo alisema nitaondoka, halafu akasema nitakwenda, na anajua mahali anakwenda. Hakubaki tu katika nia, hakubaki tu katika kusudio, lakini mwishoni akaondoka, akaenda mahali pale alipoharibu kwa babaye. Anataka kufanya matengenezo. Wapendwa, tunapoongea habari ya matengenezo, jambo la kwanza kwa huyu mwana mpotevu, angeona aibu. Aibu kwamba ninanuka, aibu kwamba nimevaa nguo chafu, aibu ya kwamba sifai, na anasema hivyo, sifai, sistahili. Maneno haya yote anayoongea, na anasema sistahili mbele za Mungu, sistahili tena mbele za baba yangu. Angeendelea kubaki kwenye banda la nguruwe, lakini akasema ninaiondoa aibu, ninaivua aibu, ninakwenda kwa baba yangu. Kwa hiyo aibu inatukamata mara nyingi, kwa sababu tunapoenda kufanya matengenezo tayari tumekwisha nuka, tayari tumekwisha onekana hatufai, tayari tumeshaonekana hatustahili, tayari tumeshaonekana sisi ni wanyonge, tayari tumeshaonekana kwamba tuliharibu fedha, kuna vitu tulivyoharibu, na tunaona aibu kurudi. Katika kitabu cha Waebrania mlango wa 12 inaongea habari za Yesu Kristo peke yake. Waebrania 12 mstari wa 2 anasema, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, na kuidharau aibu. Hili neno kudharau aibu lililotumika katika lugha ya Kiyunani lina maana nzito kweli kweli. Sio kwamba aibu haipo, sio kwamba aibu haikumfuata, hapana, lakini neno hili la Kiyunani lina maana kuona aibu kama kitu cha thamani ndogo tu, kitu cha ovyo ovyo, kitu ambacho hakikusumbui akili yako. Lakini vile vile ni kuona hii aibu na kuipuuzia, kwamba chana nayo, mimi sijali hii aibu. Lakini maana nyingine ya kuidharau ni kuikataa, kwamba sitaki nitawale, sitaki niifikirie mno katika akili yangu, hapana. Lakini mwishoni tungesema maneno haya kwamba ile aibu iliyokuwepo, Yesu hakuona kama ni kitu kinachomzuia kutenda mapenzi ya Mungu. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba aibu idharau, aibu ione kwamba sio kitu, kuliko ule uthamani wa kwenda kutengeneza na mtu ambaye ulimkosea, mtu ambaye ulimuumiza, mtu ambaye ulimjeruhi, mtu ambaye bado anaumia kutoka rohoni. Sasa niseme mambo matatu yatakayotusaidia. Jambo la kwanza, ujue aibu ililetwa kwa sababu ya dhambi. Aibu ililetwa kwa sababu ya dhambi. Kitu kinachotufanya sisi tuone aibu, tujisikie aibu, mara nyingi ni dhambi tuliyofanya, kosa tulilofanya, jambo ambalo tulimfanyia mtu mwingine na tunajua limemuumiza, limemkwaza, limemharibia kazi, limemharibia ndoa, limeharibu kanisa, limeharibu kwaya, limeharibu ujirani, limeharibu, na hicho kitu kinatutesa sisi wenyewe. Dhambi inatufanya tuone aibu. Wakati wa Mwanzo mlango wa 3, wakati Adamu na Hawa wametenda dhambi, Mungu anafika mlango wa 3 mstari wa 9, anauliza, Adamu uko wapi? Adamu anajibu, nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa. Anasema, kwa kuwa mimi ni uchi nikajificha. Aibu. Hakutaka kuonekana na Mungu ambaye alikuwa anakutana naye kila jioni. Kama Biblia inavyosema, kila jioni Mungu alikuwa anashuka kwenye bustani. Sasa wanajificha na kukimbia kwa sababu ya dhambi.
hawataki kutengeneza uhusiano wao na Mungu. Wameharibu uhusiano, wameharibu ushirika, sasa wanajificha. Wapendwa, dhambi inaweza kutufanya tujifiche, tuone kwamba sina haja ya kwenda kufanya matengenezo, wacha watu wasijue. Ile kujificha, kujijengea kakuni, kujijengea kitu kinachokuzuia, kuvaa mask kwamba uko salama, lakini ndani unaliwa. Kwa hiyo nataka nikusihi, kama dhambi yoyote inakutesa na unaona aibu kwenda kutengeneza, leo jua kwamba Yesu alitusamehe dhambi. Na najua naongea na watu wengi waliookoka. Yesu amekutakasa, Yesu amekuosha. Ile adhabu ya dhambi yako, aibu ya dhambi yako, alipuuza Yesu Kristo, alikutakasa dhambi zako, alikuosha dhambi zako, wewe uko huru katika jina la Yesu. Kwa hiyo usifungwe na hilo. Jambo la pili nalotaka tuongee siku hii ya leo ni kuona kwamba aibu huletwa na shetani kwetu. Yaani shetani ndiye anayeiumba hiyo aibu, ndiye anayeleta hiyo aibu, ndiye anayemimina ndani yako hiyo aibu. Na anaimimina ndani yako kwa sababu kama 2-3 hivi. Sababu ya kwanza ni ili usitubu, uendelee kuacha kutubu dhambi yako kila wakati. Shetani anakuambia usitubu. Kwa Adam na Hawa aliambia jificheni. Mungu huyo, jificheni, kimbia. Wakaenda kujificha. Hawataki utengeneze, hawataki usamehewe hiyo dhambi. Jambo la pili ni kwamba anataka tusitengeneze na mtu mwingine. Hiyo aibu anaiweka kwetu kama anakung'onga, hilo lione linaenda kutengeneza na mke, eti linaenda kutengeneza na mume, hilo linaenda kutengeneza na ndugu yake, hilo anakung'onga huko mgongoni, alafu unarudi unasema mimi siendi tena kutengeneza mambo yangu. Lakini jambo la tatu, kwa nini shetani anaweka hiyo aibu ndani yetu? Ni ili tuendelee kuwa watumwa siku zote. Jana nilisema usipotengeneza na mtu mwingine, wewe ndio unayekuwa mtumwa. Unakuwa mtumwa, hutaki kuongea naye, hutaki kumtembelea huyo mtu, hutaki kukutana naye barabarani, unamkwepa. Usiku ukilala upate usingizi, unasema lione. Usipotengeneza, anayeteseka ni wewe, usiyatengeneza. Kwa hiyo shetani anataka uendelee kuwa mtumwa, uendelee kuwa kifungoni, aendelee kukuweka katika hayo machuma ya gereza, maana mwishoni akufunge pingu za mikono na miguu, ushindwe kutengeneza, ufike mahali kama jana nilivyosema, wale wanaenda kutengeneza na mtu anayekaribia kufa. Umefika hapo kwamba wacha ningoje mpaka atakapokufa ndio uende na hayo machain ya mikononi na miguuni, shetani aliyokufunga kwa aibu, kwenda kutengeneza, na huna tena maisha ya kuishi na huyo mtu unayetengeneza kwake. Kwa hiyo ninakusihi katika jina la Yesu, shetani akija kwako akikuletea aibu, mkemee kwa jina la Yesu. Unajua nakumbuka Zaburi ya 32. Daudi alitenda dhambi, alianguka na yule mwanamke wa Uria. Halafu tunajua ile habari, muda wetu si rafiki wa kueleza mambo haya yote. Halafu akafika mahali akajificha, hataki hata kutengeneza na Mungu. Hii ilikuwa ni matengenezo yake na Mungu. Daudi alikuwa mpakwa mafuta, alipakwa mafuta akiwa kijana mdogo. Mnakumbuka alipoitwa akiwa anachunga kondoo, akamiminiwa mafuta. Huyu alikuwa mfalme tayari, aliyepakwa mafuta, mpenzi wa Mungu. Lakini alipotenda dhambi akajificha, akaona sitaki kutengeneza na Mungu. Zaburi ya 32 mstari wa 3 na wa 4 anasema hivi: niliponyamaza, maanake alipoacha kutengeneza na Mungu, anasema niliponyamaza mifupa yangu ilichakaa kwa kuugua kwangu mchana kutwa. Kwa maana anasema mchana na usiku mkono wa Mungu ulinilemea, jasho langu likakauka, hata nikawa kama nchi kavu wakati wa kaskazi. Mateso, alikuwa mtumwa kweli kweli kwa sababu ya dhambi aliyoifanya, na hataki kutengeneza na Mungu. Na hii inatuambia na sisi tukitenda dhambi na hatutaki kutengeneza na huyo mtu ambaye tumemharibia mambo, huyo mtu ambaye tumemkwaza, tumemharibia jina, huyo mtu ambaye tumemfanyia ubaya kwa njia yoyote ile, sisi ndio tutateseka. Daudi anatuonyesha wazi hapa usiku na mchana alivyoteseka. Kwa hiyo ni vizuri tukaishinda hii aibu ambayo shetani anaileta kwetu. Tukumbuke neema ya Mungu ambayo inatuwezesha, inatubidisha, inatusukuma ili tuweze kufanya, na Roho Mtakatifu anasema niko hapa, nitakwenda pamoja na wewe. Lakini tukumbuke vile vile kwamba tukiomba, Mungu anasikia maombi yetu. Tunaweza kumwomba Mungu, Mungu nisaidie, niinuke hapa, niondokane na aibu, niende kutengeneza. Lakini vile vile lazima tukubali kwamba tunapoenda kutengeneza kuna matokeo.
matokeo yoyote. Tunaweza kutukanwa, tunaweza kubezwa, tunaweza kufanya chochote, lakini tunaweza kupokelewa kama mwana mpotevu alipopokelewa nyumbani kwa baba yake. Alipoeleza dhiki zake na shida zake, baba hakubaki akiendelea kuongea naye. Hapana, mara moja alisema tu, leteni vazi, leteni viatu, leteni pete, chinjeni ndama aliyenona. Kulikuwa na sherehe. Na mimi nakwambia, kama Roho Mtakatifu amekuongoza kwenda kutengeneza, ndio hapo utakutana na hiyo baraka, kwamba yule unayekwenda kutengeneza naye, Mungu anakuwa ameandaa moyo wake, anakuwa ameandaa kukupokea, anakuwa ameandaa kuachilia, na utashangaa kwamba huyo mtu atakuachilia na mtaanza urafiki na uhusiano mpya katika jina la Yesu. Na jambo la tatu ninalotaka kusema kwa habari ya aibu, Mungu Roho Mtakatifu aliye ndani yetu anatuonyesha udhaifu wetu, anatuonyesha dhambi yetu, anatuonyesha kushinda kwetu, lakini anakubali kufanya kazi na sisi, kama anavyosema katika kitabu cha Warumi, hutusaidia wakati tunapoenda kuomba, hutusaidia kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Kwa nini? Anasema kwanza, sisi ni wadhaifu, anajua udhaifu wetu, hatuwezi. Lakini jambo la pili, hatujui hata kuomba ipasavyo. Nataka nikwambie, huyu Roho Mtakatifu aliye ndani yetu ndiye atakayetuinua na kutupeleka na kutuongoza kule ambako tunatakiwa kwenda kutengeneza. Hutakwenda peke yako. Tunaposoma Agano la Kale, kitabu cha Mwanzo, habari ya Yakobo. Yakobo baada ya kutapeli ndugu yake Esau, na niliongea kidogo jana, lakini baada ya kushirikiana na mama yake na ule ujanja waliofanya, kulitokea uadui kati ya Esau na Yakobo. Kwa hiyo Yakobo akakimbia, akakaa ugenini kwa zaidi ya miaka 20, zaidi ya miaka 20. Lakini alipokuwa katika kukimbia kwake, alikutana na Mungu pale Betheli, na Mungu akamhakikishia ya kwamba niko pamoja nawe, pamoja na kwamba umetenda dhambi, pamoja na kwamba umetoroka, unaogopa kuuawa, niko pamoja na wewe. Nakumbuka pale alipoona ngazi ikipanda juu na malaika wakipanda na kushuka, akasema nafikiri hapa ndio nyumba ya Mungu, akapaita Bethel. Bethel maana yake Beth ni nyumba, El Mungu, kwa hiyo nyumba ya Mungu. Aliona ni nyumba ya Mungu. Sasa katika kukaa utumwani miaka hiyo zaidi ya 20, mlango wa 33 wa kitabu cha Mwanzo 33 mstari wa 3, Mwanzo 33 sio 30, sorry, Mwanzo 31 mstari wa 3, Mwanzo 31 mstari wa 3, neno la Mungu linasema, Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba yako na jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Mungu anakuja kwake, anamwambia lazima ukatengeneze na ndugu yako, lazima ukatengeneze na wale watu wa nyumbani kwako. Mungu ndiye anayemwambia, na ndio maana anasema Roho wa Mungu aliye ndani yetu ndiye anayetusukuma. Anasema sasa nenda katengeneze, sasa nenda katengeneze. Na ninachotaka kukaza hapa, kubali kutii hiyo sauti inayokwambia nenda katengeneze. Ni kweli mlango wa 32 mstari wa 6, aliogopa kwenda aliposikia ndugu yake Esau anakuja na watu 400 kuja kumpokea. Hakujua kama watamuua, hakujua kama watampiga, lakini akasema nitakwenda. Na ujue sisi tunapokwenda, wapendwa, hii aibu iliyo adui inatuambia ukienda watakucheka, ukienda utakuta yuko na watu wengi, ukienda utakuta yuko mahali ambapo hamwezi kuongea. Yaani inakukatisha tamaa, kama Yakobo alivyosikia watu 400, sasa nitatubuje mbele ya watu 400, labda wanakuja kuniua. Mimi nataka nikwambie, chochote kinachokuzuia kwenda kwa sababu ya aibu, nenda tu. Ningekushauri ufanye mambo machache tu. Jambo la kwanza, muombe Mungu. Sikiliza ile sauti ya Mungu ndani yako ikikwambia inuka, nenda, nenda. Amini ahadi ya Mungu kwamba yuko pamoja nawe, yuko pamoja nawe. Na Agano Jipya linatutia moyo mara zote kwamba Yesu Kristo yuko pamoja nasi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Anatutumia hata malaika kwenda mbele zetu na kutuzungukia. Tuna ahadi nyingi sana kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Kwa hiyo jua kwamba Mungu yuko pamoja na wewe baada ya maombi. Jambo la pili, inuka na uende. Yakobo alipoambiwa nenda, aliinuka na akaanza kwenda. Kwa hiyo nataka nikusihi na wewe, wiki hii yote tunaongea habari ya kutengeneza. Kama kuna njia yoyote ya kuinuka na kwenda, fanya hivyo katika jina la Yesu. Kama huyo mtu yuko karibu na wewe, nenda katika jina la Yesu. Kama ni kwa njia ya simu,
mpigie simu, nenda kwa njia ya simu, nenda kwa njia yoyote, ili ujumbe wa matengenezo kutoka ndani ya moyo wako umfikie huyu mtu. Jambo la tatu dogo nalotaka kukwambia ni hili, ya kwamba sema ukweli wote. Usiende kutengeneza wakati unamwonyesha huyu mtu makosa yake. Unajua mimi ndikukosea, lakini wewe ndio ulianza, wewe ndio ulisababisha, wewe ndio ulifanya. No. Unapokwenda kutengeneza, mwenye kosa ni wewe, umeguswa moyoni ni wewe. Kwa hiyo nenda useme ukweli wote kwa huyo mtu, usianze kumnyoshea yeye kidole. Jambo la tatu, la nne muhimu ambalo ni dogo, nataka nikwambie, kubali matokeo. Kwamba ninakwenda, anaweza kunipokea au anaweza kunikataa, lakini kinachonituma kwake ni kufanya matengenezo na yeye. Na mara zote nimeona katika matengenezo, mara chache imetokea, lakini mara nyingi ukienda kwa moyo wa kushuka, moyo wa kunyenyekea kwa mtu, ukamwambia nilikosa mbele zako, nimeona mara zote huyu mtu anashuka, huyu mtu ananyenyekea, na huyu mtu anakupokea tena katika jina la Yesu. Lakini jambo la mwisho, amini ya kwamba Mungu ataleta matunda ya kudumu. Inawezekana hata unapotubu unaogopa, unasema Mungu wangu, hivi kutatokea matunda ya kudumu? Mimi nataka nikwambie, amini ya kwamba Mungu ataleta matunda ya kudumu. Sasa nataka niseme hili jambo dogo, ya kwamba matunda ya kudumu hayaanzi ghafla, hayaanzi mara moja. Mara nyingine yanaanza kama mwendo wa treni. So zile treni za Marekani na za Japan na China, hapana, zile zinazokimbia kilomita 600 kwa saa. Siongea habari ya hilo, lakini naongea habari ya treni za Afrika. Wale ambao mmeishi Afrika, Tanzania na mahali pengine, kulikuwa na yale matreni ya zamani, yalikuwa yanaanza kachokocha kacha kacha kucha kacha kaka kacha, yani linaondoka hapo kwenye stesheni, hujui hata kama litafika huko linakoenda, kacha 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 kwa spidi sifuri, spidi moja, spidi mbili, mpaka liondoke pale kwenye stesheni, labda limeshaenda spidi 5 au 10 tu hivi. Lakini ukilikuta huko porini, linakata mbuga kama kacha kacha kacha, hilo linapanda. Lakini linapoanza linaanza kama sijui kama litafika. Na tunapoongea habari ya uponyaji wa mahusiano katika matengenezo, ndivyo inavyoanza. Unapotengeneza na mume wako au mke wako, usitegemee kwamba atakuletea maua kesho asubuhi na atakupeleka. Hapana. Anapokuja nyumbani anataka kukutoa out, kama ni jambo la kukutoa out, anakuuliza jiandae twende out. Na kama unataka twende out, sauti haipendezi hiyo, lakini ndio imeanzia hapo. Ukienda out utaona jambo lingine linafuata. Alafu unafika nyumbani, unaona kama alikuwa analala upande ule na huyu analala upande huu, yuko analala Minnesota, na huyu mwingine analala Illinois, amegeukia huko. Unaona sasa mambo yamerudi tena pamoja. Alikuwa anajifunika blanketi na wewe unajifunika la kwako, sasa mnajifunika blanketi moja, lakini hamsogeleani. Kesho kuto unaona mmesogeleana zaidi. Kwa hiyo inaanza polepole hivyo hivyo. Kama umekosana na mtu kanisani, haianzi tu mara moja mapatano. Sawa, mmepatana, lakini utaona hatua zinazidi tu. Unatoka kanisani akwambia mpendwa barikiwe, hiyo sauti inakuwa kavukavu hivi. Lakini kesho na kesho kutwa mkija kanisani, anakuhaga na kugonga kifua, anakuambia mpendwa Bwana asifiwe. Inaanza polepole. Kwa hiyo jambo la aibu, mpendwa, lisikuzuie kwenda kufanya matengenezo. Ondoa aibu kabisa, futa aibu kabisa. Nenda kwa jina la Bwana ukijua Yesu Kristo yuko pamoja nawe, na nataka nikutie moyo kabisa, kama Roho Mtakatifu amekutuma, atamgusa na yule upande wa pili, na uponyaji utatokea, marekebisho yatatokea, mahusiano yataimarishwa, ushirika utaimarishwa, na utashangaa kutakuwa na nuru, na wewe utatoka katika utumwa wa kuishi katika maisha ya aibu ya kwenda kufanya matengenezo katika jina la Yesu Kristo. Na watu wote tuseme amen. Nataka tena tumalizie kwa maombi kwa dakika hizi chache. Na leo tumejifunza juu ya kuondoa aibu. Labda jana uliguswa kabisa ukasema nataka kwenda kufanya matengenezo, lakini aibu ikakupata. Na mara nyingine hii aibu inatokana na cheo chako, inatokana na sifa zako, fedha zako, kujihesabia haki kwamba sio mimi niliokosa 90%. Sawa, nimekosa 90%, lakini hata yeye alikosa 10%. Siongelee hicho, ni kile kitu nasema aibu kwa heri. Mimi ninakwenda kwa jina la Bwana
na Bwana atakutangulia katika hilo. Hebu tutulie na kuomba. Wewe ambaye una mahali ambapo unasema aibu ilinikamata na nilishindwa kabisa kutengeneza, lakini sasa niko tayari kutengeneza na kuvua aibu. Kama Yesu alidharau aibu akaenda msalabani, mimi ni nani niache kuvua aibu na kwenda kufanya matengenezo na mtu ambaye tulitengana, tulikasirikiana, tuliachana, tuliumizana? Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru sana kwa nafasi ambayo umetupa ya kukaa pamoja na wapendwa hawa na kujifunza swala hili la matengenezo. Najua sio jepesi kabisa, lakini Mungu Roho Mtakatifu, wewe unaweza kumsaidia kila mmoja wetu kufanya jambo hili la matengenezo. Leo tumeongea habari ya aibu. Ninaing'oa aibu ndani ya mioyo ya watu, naing'oa aibu ndani ya fikra za watu, ndani ya nia za watu. Ing'oke kwa jina la Yesu. Kama imeletwa na dhambi, ing'oke. Kama imeletwa na shetani, ing'oke. Lakini Bwana, msaidie mtu huyu amtii Roho Mtakatifu anayembidisha kwenda kufanya matengenezo. Na mwisho wa kipindi hiki, Bwana, tuanze ukurasa mpya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi nimeomba. Na watu wote tuseme amen. Amen. Mungu awabariki sana. Najua muda wetu unatukimbia, na labda nifunge tu kwa kuwapa baraka za Mungu, na pale mwishoni yule anayetusaidia kuratibisha aendelee. Basi pokea baraka ya Mungu, wewe ambaye unamtegemea na ambaye unasema niko tayari kuvua aibu na kumtii Roho Mtakatifu anayenituma kwenda kufanya matengenezo. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani yake. Na baraka hii naitoa kwako wewe katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.